Ni shamra za kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, ambapo wagombea wa vyama vya siasa mbalimbali nchini waliopata dhamana ya kuwakilisha vyama vyao wanaendelea kujinadi kwa wananchi kwa ajili ya kupewa ridhaa. Na hapa leo tunaye mgombea wa ubunge wa jimbo la Ukonga kupitia chama cha ACT Wazalendo, Bakari Shingo. Yeye amejinasibu kwa kusema uteuzi wake si wa bahati mbaya, bali ni dhamira ya chama chake kuhakikisha changamoto zinazowakabili wananchi wa Ukonga zinapatiwa ufumbuzi. Ndugu zangu, hatugombei kwa bahati mbaya. Tunagombea kwa sababu tumevurugwa. Mtoto wetu, kijana wetu tuliyemwamini ameshindwa kutulipa ihsani. Na ndugu zangu, nataka mfahamu kwamba siasa ni maisha. Siasa ndio inapanga mishahara, ndio inapanga posho, na ndio inapanga elimu, ndio inapanga afya. Kwa hiyo tunatakiwa ndugu zangu, kwa hali yoyote tupambane kwenye mpango mzima wa kuiondoa au kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Ndugu zangu, mbunge anayebaliza muda wake amekuwa kiongozi wa kata Gongo la Mboto kama diwani kwa miaka 5 na akawa meya, naibu meya wa miaka 5. Sasa tunazungumza baada ya kumaliza miaka 5 ya kwanza akachaguliwa tena kwa diwani, akapata pia nafasi ya umeya. Nafasi ya umeya maana yake ni kwamba yeye ndiye aliyekuwa mwenye mji huu wa Ilala, manispaa Ilala ilikuwa chini yake. Maana yake na baraza la madiwani na ana budget. Lakini ndugu zangu, hiyo haitoshi, akachaguliwa tena kwa mbunge, akapiga miaka mingine 5. Katika vipindi vyake vyote 5 vya mwaka huu anaumaliza muda wake, hajawahi kuja kwa wananchi na kuzungumza na wananchi. Bakari Shingo, ambaye ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa kampeni uliofanyika viwanja vya Mombasa, kata ya Ukonga. Shingo amesema wananchi wa jimbo hilo wamesumbuliwa kwa muda mrefu kwa kukosa maendeleo licha ya kuwa na viongozi waliopata nafasi kubwa serikalini. Huyo ni Bakari Shingo, mgombea wa ubunge jimbo la Ukonga kupitia chama cha ACT Wazalendo. Wakati huo pale Kinondoni kupitia chama cha Mapinduzi CCM, mgombea ubunge Abbas Tarimba, ambaye amepata nafasi kwa mara nyingine tena, amezungumza na wananchi na kueleza kuwa moja ya ndoto zake kuu ni kuondoa kabisa au kupunguza umaskini ndani ya jimbo hilo. Ndoto yangu wakati nikiomba kuwa mbunge wa jimbo hili mwaka 2020, ndoto yangu ilikuwa tunataka Kinondoni ambayo watu wake hawakai tena kwenye squatters. Ndoto yangu ilikuwa kuondoa matatizo ya mafuriko katika maeneo yetu. Ndoto yangu ilikuwa ni kuhakikisha tunakuwa na huduma za elimu kuanzia English medium, yale mambo yaliokuwa Upanga yanakuwa Kinondoni. Lakini pia Tarimba amewaomba wananchi wa Kinondoni wajitokeze kwa wingi ifikapo Oktoba 29 ili kumpa kura, huku pia akimwombea kura mgombea urais wa CCM Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimekuja mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa, wana Kinondoni wenzangu. Nataka niwaambie, mimi Tarimba niko imara, nina ushupavu, nina elimu na akili, nina upendo, nimejawa na huruma, ambapo ningependa ndoto zangu za mimi na nyie na madiwani wetu kuifanya Kinondoni tunayoitaka. Na msikilizaji, tutaendelea kukuletea yale yote yanayojiri katika kampeni za vyama vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Jina langu ni Suma Isaac na hii ni Wasafi Digital.